Mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu, Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi cha siku ya leo. Kipindi kilichopita tulijifunza juu ya Mungu na tuliangalia ya kwamba moja ya sifa za Mungu ni upendo. Na tukasoma ile nukuu ya Ellen G. White katika kitabu kile cha Ujumbe wa Awali, ule ukurasa namba 68, ambako huyu mtu wa Mungu Ellen G. White anaandika na kusema, nimeona upendo wa Mungu kwa watu wake, nao ni mkubwa sana. Niliwaona malaika juu ya watakatifu na mabawa yao yakiwa yametandazwa na kuwazunguka. Kila mtakatifu alikuwa na malaika aliyeambatana naye. Ikiwa watakatifu wangelia kwa kukata tamaa au walikuwa hatarini, malaika ambao daima wanaambatana nao wangeruka juu haraka kupeleka habari, na malaika katika mji wangeacha kuimba. Kisha Yesu angeamuru malaika mwingine ashuke kuwatia moyo, kuwaangalia na kujaribu kuwazuia wasitoke nje ya njia nyembamba. Somo lililopita ama kipindi kilichopita tulishia katika sifa ya Mungu ama tabia ya Mungu ya kwamba ni ya upendo, na tukaangalia baadhi ya mifano ya kwamba Elisha, wakati ule mfalme wa Shamu alipotuma askari kuja Samaria kumkamata Elisha alimwambia mtumishi wake, wala usiogope, hauna haja ya kuogopa. Na mimi nataka nikukumbushe wewe ambaye ni wakili mwaminifu, hauna haja ya kuogopa. Wale ambao ni wacha Mungu, mawakili waaminifu wa Mungu, hawana sababu ya kuogopa, maana hatuko peke yetu. Tunao malaika ambao wanatulinda mchana na usiku. Na alipomwambia Bwana na kufumbue macho, akaona wingu, jeshi kubwa la malaika wameuzingira mji wote wa Samaria, na akasema, Bwana wangu, hatuna sababu tena ya kuogopa. Nami nataka nikutie moyo, mtoto wa Mungu unayetazama kipindi hiki. Kama wakili, kuna wakati unaogopa biashara zako, kuna wakati unahofia kana kwamba hazitofanikiwa, hazitokwenda mbele zaidi. Watoto wako, familia yako, hauna sababu ya kuwaza, maana ulinzi wa malaika wa Bwana ni hakika. Ellen G. White anaandika na kusema, niliona upendo wa Mungu kwa watu wake ni mkubwa sana. Na siku ya leo tutaangalia habari ya mwanadamu. Bado tupo katika kipengele cha teolojia ya uwakili, na leo tutajifunza zaidi kuhusu asili ya mwanadamu. Na fungu letu kuu la siku ya leo tutaangalia katika kitabu cha Mwanzo, sura ile ya 1 na lile fungu la 27. Neno la Bwana linasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana alibariki neno hili kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nami nikukaribishe kwa siku ya leo tena tuweze kuomba pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako na litukuzwe. Bwana, utusaidie wakati huu tunapofungua maandiko matakatifu katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Tusaidie sote, baada ya masomo haya kila mmoja wetu aamue kuwa wakili mwema mbele zako. Mungu, tupatie neema, ndivyo tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mtazamaji, yamkini umewahi kukutana na maswali ya kwamba mwanadamu ametokea baada ya mabadiliko ya muda mrefu kutoka katika
mnyama sokwe, baada ya miaka kwenda mwanadamu huyo akaanza kusimama, akaanza kutembea, na baadaye akaendelea, na kisha wakaanza kutumia vifaa ambavyo havikuwa mwanzo vinatumiwa. Bila shaka ni mwanafunzi umekuwa ukisoma Evolution of Man, na yawezekana pia umekuwa ni mwalimu, umekuwa ukifundisha, na yamkini pia umekuwa ni msomaji wa nakala mbalimbali na vitabu mbalimbali ambavyo vinazungumza habari ya mwanadamu wa kwanza aliyegunduliwa kwamba alitoka katika mabadiliko ya kutoka kuwa Zinjanthropus mpaka kuwa mwanadamu wa kawaida ambaye ni mimi pamoja na wewe. Lakini Biblia inatuambia nini? Wakili mwaminifu, kabla ya kuamini ya kwamba mwanadamu ni mabadiliko ya wanyama katika kipindi tofauti tofauti, Biblia ndiyo hasa yenye majibu kuhusu mwanadamu ni wapi ametoka. Ukifahamu ya kwamba ni wapi wewe umetoka, utajua namna ya kuishi kama wakili mwaminifu. Watu wengi hawajui kama wameumbwa na Mungu, na hata kama wanajua, hawajui ya kwamba Mungu aliyewaumba kuna namna alikuwa anataka kusudi lake juu ya maisha yao litimie. Na yamkini tunafahamu, lakini hatuishi sawasawa na kile Mungu anataka. Kwa hivyo katika kipindi hiki tutaangalia sababu nini hasa, mwanadamu alitoka wapi, na Mungu alikuwa anakusudia nini, na Mungu anategemea nini kwa mimi na wewe unayetazama na kusikiliza kipindi kwa wakati huu. Biblia inajibu hoja ya kwanza ama swali la kwanza ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki cha Mwanzo, jina lake Musa, kwa mafunuo na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, anatuambia si tu mwanadamu aliumbwa, bali hata ulimwengu uliumbwa na Mungu mwenyewe. Kana kwamba Musa anasema kuna jinsia mbili peke yake. Ikiwa ninahitaji kuwa wakili mwaminifu wa Mungu, lazima nifahamu ya kwamba kuna tofauti kwa wanadamu kwa jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Kwa mujibu wa fungu tulilosoma, Mungu alimuumba mwanaume na aliumba mwanamke. Hakuumba watu wa namna nyingine, bali namna mbili tu, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Na hao Mungu aliumba baada ya yeye mwenyewe. Ilo wazo akiwa amelikubali, ndipo anasema na tuumbe. Wakati mwingine tunaweza kusema watu huunda magari, watu hutengeneza simu, na kisha baadaye tunapata mawasiliano. Watu hujenga nyumba na baadaye watu huishi ndani. Bila shaka Mungu alimtengeneza mwanadamu, alimuumba mwanadamu. Lugha inayotumika katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2 inaeleza ya kwamba Mungu alimuumba na kumtengeneza mwanadamu. Katika vipindi vilivyopita huko nyuma, tumeangalia baadhi ya maneno ya kwamba Mungu alitengeneza wakili mwaminifu, ama yeyote ambaye ameshindwa kuwa wakili mwaminifu mbele za Bwana. Iko ahadi ya kwamba Mungu aweza kunitengeneza ili nifae kuwa wakili mwaminifu. Yako mambo ambayo kama wakili ulipaswa kuyaishi ama kuyafanya katika maisha haya mbele za Mungu, na kwa bahati mbaya umekuwa ukishindwa kuyafanya. Wala usichoke wala kukata tamaa, maana yuko Mungu ambaye anaweza kutengeneza hayo mambo yakawa sawa tena kwenye maisha yako. Umeshindwa kuwa wakili mwaminifu kwa Bwana,
Mungu aweza kukutengeneza uwe wakili tena unayestahili na unayefaa mbele za Bwana. Sasa asili ya mwanadamu, namba moja, mwanadamu alitoka kwa Mungu. Mungu ndiye msanifu wa mwanadamu. Kana kwamba leo tunazaliwa, alafu watu husema, jamani, amefanana na baba yake, amefanana na mama yake. Na sisi tumeumbwa kwa kufanana na Mungu ambaye ni baba yetu, ndiye chimbuko na asili yetu tulikotoka. Ikiwa mwanadamu atafahamu ya kwamba ametoka kwa Mungu, lazima atakuwa na shauku ya kutaka kuishi sawasawa na yule ambaye ametoka kwake. Kwa hivyo jambo la pili, wakili baada ya kutambua ya kwamba ameumbwa na Mungu, jambo la pili, lazima ajitahidi aitake tabia ya Mungu. Aishi kama vile Mungu anavyotaka. Je, unaishi kama Mungu anavyotaka? Je, unatenda kama Mungu anavyotaka? Je, unawatendea wengine kama Mungu anavyotaka? Mungu ndiye aliyekuumba, ndiye aliyeniumba, ndiye aliyetuumba sote, na kwa sababu alituumba, hakutuumba tu, bali alikuwa na kusudi sisi tuweze kufanana naye. Kwa hivyo kumekuwa na hoja na maswali mengine watu huuliza. Je, Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili fungu tulilosoma la kitabu cha Mwanzo 1:27. Je, tunapojitizama nyuso zetu, sura zetu, hivi Mungu anafanana na mimi? Anafanana na sisi? Wengine husema, huyo ni mweusi kabisa. Hivi Mungu naye ni mweusi kama mimi? Je, Mungu naye ni mrefu, ni mfupi, ama na yeye ni mnene kama mimi, ama ni mwembamba kama mimi? Yawezekana maswali kama hayo tumekuwa tukiyapata ama kujiuliza, nini maana ya tuumbe mtu kwa mfano wetu? Bila shaka si tu hoja sura, bali tabia na utendaji wa Mungu. Mungu anaposema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kusudi kubwa la kumuumba mwanadamu ilikuwa unapomtazama mwanadamu, basi mwanadamu huyo afanane na tabia za Mungu. Mungu ni mtawala. Mwanadamu alipewa kutawala. Kwa mfano, baada ya Mungu kumuumba mwanadamu katika bustani ya Edeni, fungu linaendelea na kusema, Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Jambo namba 3, mwanadamu mwenye sura ya Mungu ni yule ambaye anaweza kuwatendea wengine kwa upendo. Jambo hili ya kwamba wakatawale linaweza kutafsirika kama ama kutafsiriwa kama mfalme, yule anayeongoza, yule anayeelekeza, yule ambaye anaangalia, ni mwangalizi. Mfalme aweza kupendwa na watu wake ikiwa anawatendea haki. Kwa hivyo mimi na wewe kama mawakili wa Mungu
Mungu alikusudia, kwa kuwa yeye ni Mungu anayetenda haki, tuwatendee haki wengine pia na viumbe vingine. Leo tuna changamoto za kutopata haki. Hata kama mtu alikuwa anastahili haki, lakini baadhi ya wale ambao wamewekwa kama wafalme, maana ndivyo fungu linasema ya kwamba nendeni mkawatishe, Mungu alikuwa anakusudia yeyote ambaye amefanywa kuwa kiongozi na awatendee mema na awaangalie kwa upendo, kwa ukaribu, si kana kwamba kwa kuwatesa, bali kwa kuwatendea kwa upendo wote ambao Mungu ameweka chini yake. Kwa hivyo maana ya kwanza, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni namna ya kuwa msimamizi. Ndiyo tunaendelea katika lile kusudi kubwa la kipindi hiki, ya kwamba lengo kubwa ni kunisaidia mimi, ni kukusaidia wewe kutambua ya kwamba mahali ulipo unapaswa kuwa wakili mwaminifu mbele za Mungu na mbele za wanadamu wenzako. Kwa hiyo hatujaumbwa tu kufanya kile tunachokitaka, bali tumeumbwa kwa sura ya Mungu ili tufanane na yeye katika kusimamia. Mungu anasimamia kwa upendo. Mungu wala hapendelei, wala Mungu hana ukabila, wala Mungu hawezi kusema huyu ni bora kuliko huyu, wala Mungu hawezi kusema huyu ni mweupe kwa hiyo huyu nitamwona ni bora zaidi. Petro katika kile kitabu cha Matendo alipokwenda kwa Kornelio na kisha akashangaa yule mtu wa mataifa na yeye amejiliwa na Roho Mtakatifu, Petro akashangaa akasema, hiki kitu sije kukiona kabisa. Nilitarajia ya kwamba Wayahudi peke yao ndio wangejiriwa na Roho Mtakatifu. Inawezekana vipi huyu ambaye si Myahudi tena mtu wa mataifa ajiriwe na yeye kama sisi tulivyojiriwa na Roho Mtakatifu? Ndipo Petro anasimama na kusema, sasa ninajua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Akiwako mtu yeyote katika taifa anamcha Mungu, Mungu atamkubali mtu huyo. Kwa hivyo sura ya Mungu ni kutokuwa na upendeleo na kuwaona wengine katika sura ambayo unajua Mungu ameniweka ili niwatendee kwa upole na kwa upendo. Na mimi nataka nikuulize wewe ambaye ni baba wa familia, je, familia yako unawasimamia kwa upendo? Mama unayetazama kipindi hiki sasa hivi, je, pale nyumbani kwako watoto ulio nao, wageni walio katika malango yako, je, unawatendea kwa upendo? Ninazungumza na kiongozi wa kampuni fulani, wa taasisi fulani, je, wale walio chini yako unawatendea kwa upendo? Ninazungumza na mtu ambaye ni mtawala, je, wale walio chini yako unawatendea kwa upendo? Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, anakusudia sisi sote tuwatendee wengine na tutendee viumbe vingine kana kwamba ni kwa upendo, maana sisi ni wasimamizi. Tulizungumza ya kwamba msimamizi ana mipaka. Hafanye tu vitu vyote, bali ana mipaka yake ambayo hawezi kuivuka. Mungu akizungumza ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alimaanisha jambo hilo ya kwamba mtu atakuwa ni msimamizi ambaye atapaswa kutenda kana kwamba ni Mungu ambaye alingepaswa kufanya hivyo. Kwa hivyo ikiwa Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu anayejali,
Ni Mungu anayesikia huzuni, anayewahurumia watu. Ni Mungu ambaye anaweza kuhisi kile ambacho mwanadamu anakipitia. Je, mimi ninawatendeaje watu wengine? Ikiwa mtoto wa Mungu ulioko hapa hauoni kama unawahurumia wengine, hauoni kama unawatendea wengine sawa sawa, basi leo muombe Mungu akusaidie ili uweze kuwa wakili wake mwaminifu. Lazima ile sura ya Mungu ya upendo ionekane ndani yako tena. Lakini jambo jingine ama tafsiri nyingine ya tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni Mungu anayeishi. Mungu alikusudia mwanadamu aweze kuishi. Ni kiumbe ambacho Mungu alipomuumba ama alipotengeneza mwanadamu alimpatia uwezo wa kufikiri, alimpatia akili ya kufanya maamuzi, alimpatia uwezo wa kusimamia vitu vingine. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua ya kwamba baada ya Mungu kumuumba Adamu pamoja na Hawa mkewe, Mungu aliwaita wanyama wote na kuwaleta kwa Adamu. Alafu Mungu ni kana kwamba akakaa pembeni kutizama Adamu atawaita kwa majina gani. Na sijui kama umewahi kujiuliza ya kwamba Adamu alianzaje ama aliwezaje kuita wanyama, maana hawakuwa na majina. Tabia ama kusudi la Mungu la kumuumba mtu kwa mfano wake ni kana kwamba mtu huyo na atende kama Mungu anavyoweza kutenda, kutumia akili. Wakili mwaminifu wa Mungu hatokaa tu, atatumia akili na uwezo Mungu aliyoweka ndani yake kufanya yale yanayompendeza Mungu. Mtoto wa Mungu, unayo akili ya kufanya kazi, fanya kazi. Unavyo viungo vimekamilika, fanya kazi kana kwamba ni Mungu alikusudia uweze kutenda hivyo. Kwa hivyo Adamu akaanza kuwatizama. Alipomtizama, inajaribu kufikiria kibinadamu, akatizama huyo mnyama mmojawapo na kisha tabia yake. Adamu akafahamu ama akatambua ya kwamba huyu na aitwe simba. Majina yaliitwa kulingana na tabia. Na hata katika jamii zetu za Kiafrika ama duniani leo, watu hupewa majina kwa sababu ya tabia zao. Sijajua wazazi wako walikuita jina kwa sababu ya tabia gani ulionayo. Na wakati mwingine huwa tunaona watu wanasema jina lake bwana linafanana na tabia yake. Na hata kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Nabali. Nabali mke wake alishuhudia na kusema huyu mwanaume ameitwa Nabali kwa sababu ana upumbavu ndani yake. Ameitwa kulingana na tabia yake jinsi ilivyo. Wewe unaitwa jina lako nani? Ninakupendekezea uitwe wakili mwaminifu mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa hivyo Adamu, sifa ya pili ya mfano wa Mungu ni kutenda kama yeye anavyotenda. Yaani ni kusimamia, lakini pia na kutenda. Yeyote ambaye ni wakili hatakuwa mtu rezi, hatakuwa tu mtu ambaye hafanyi chochote, mvivu. Atakuwa ni mtu ambaye atatumia akili na uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake. Jambo la tatu, Mungu wakati anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alimwambia Adamu, Adamu, bustani ya Edeni hiyo hapo, na akamwambia uitizame na kuitunza Adamu. Mungu anatutaka sisi, kwa kuwa tunafanana na tabia ama sura yake, tutende kazi. Fanya kazi.
Ni kweli tuna tatizo kubwa la uhaba wa ajira katika ulimwengu wetu wa sasa hivi. Lakini Mungu amekupatia akili na uwezo kiasi kwamba mahali ulipo unaweza kufanya chochote na kikakupatia faida na Mungu akatukuzwa katika maisha yako. Si tu katika maisha yako, lakini katika kile unachokifanya Mungu akatukuzwa. Kwa hivyo Mungu anaposema na tumfanye kwa mfano wetu, alikuwa anamaanisha maana pana zaidi na kubwa kuliko ambavyo tungeweza kusema leo. Lakini jambo jingine, Mungu ni Mungu ambaye anahusiana na viumbe wake. Alikusudia mwanadamu anayeumbwa kwa mfano wake awe ni mtu atakayehusiana na viumbe wengine ama na wanadamu wenzake. Ukiwa kanisani, wako watu husema, mimi nikienda kanisani na kwenda tu kusali na rudi nyumbani. Kwa kweli hilo sio kusudi la Mungu hasa la kukufanya ufanane na yeye. Bali Mungu alikusudia uhusiane na watu wengine ama viumbe wengine. Ndiyo maana tukimwona mtu yupo kanisani hajishughulishi na kazi yoyote ya Mungu ndani ya kanisa, wala kwenye idara hayupo, wala vyama vya vijana hayupo, yeye ni mtu akuja kanisani na kuondoka, huyo mtu bila shaka bado hajafahamu Mungu aliposema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu alikuwa anakusudia nini. Wanadamu tumeumbwa ili tuhusiane na viumbe wengine. Katika mazingira mengine tumekuwa tukipokea shuhuda ama kusikia watu wakisema, nilikuwa na mawazo sana lakini nikatoka nikaenda eneo ambako kuna utulivu, kuna upepo, baada tu ya muda mfupi kwa kweli najisikia angalau sasa hivi, angalau. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu alipotuumba wanadamu alitaka ile tabia yake ya kuhusiana na viumbe wake kwa upendo na kwa ukaribu iwe ndani yetu pia. Mtoto wa Mungu, usikae peke yako. Usiseme mimi maisha yangu ni mimi peke yangu. Bali uhusiana na watumishi wenzako, uhusiana na washiriki wenzako, uhusiana na majirani wenzako, uhusiana na wanafunzi wenzako, na wafanyabiashara wenzako. Jifunze uhusiana nao. Usikae peke yako. Mungu hakumuumba Adamu peke yake, alitengeneza mazingira, akatengeneza na viumbe wengine, kana kwamba Mungu aliangalia ya kwamba upweke ni janga kubwa ambalo lingemsababisha mwanadamu kutofurahia mazingira. Wakili mwaminifu ni mtu ambaye popote anapokwenda yuko tayari kuhusiana na watu wengine. Ukiama eneo hili, ukienda eneo jingine, hauwezi kujificha ya kwamba mimi sio mcha Mungu. Lazima utahusiana na watu wa Mungu wengine pia. Wala hauwezi kusema mimi ushirika wangu huko kanisa A, kwa hiyo hapa siwezi kufanya kitu chochote. Bado utahusiana katika kanisa hilo ulilopo, maana Mungu amekuumba uweze kuhusiana. Automatically iko ndani yako uhusiane na watu wengine. Kwa hivyo wale ambao ni Wakristo na tumekuwa hatuhusiani na watu wengine, bila shaka leo umefahamu ya kwamba Mungu aliposema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, alikusudia watu waweze kuhusiana na viumbe wengine. Usikae peke yako. Wanandoa pia wanahimizwa kuhusiana, kuwa na muda wao kuhusiana, waongee, wakae pamoja na waone ya kwamba Mungu alikuwa amekusudia wasijitenge tu. Kila mmoja amuone mwenzake ya kwamba ni wa muhimu. Leo ninashukuru serikali yetu kwa mikakati mizuri ya namna ya kusimamia na kutunza mazingira. Maana wanajua mazingira yakiharibika, hata mwanadamu picha ama sura ya Mungu itakuwa imepotea. Kwa hivyo wale ulionao nyumbani mwako, uhusiana nao.
Wale ulionao kazini kwako, husiana nao. Wale ulionao kanisani kwako, husiana nao. Ndugu zako, husiana nao. Maana wewe ni wakili wa Mungu, na Mungu alikuumba ili uhusiane na watu wengine. Lakini mwisho, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hakuwa anamaanisha mwanadamu ajitegemee, bali mwanadamu amtegemee yule aliyemfinyanga. Hiki kimekuwa ni jambo ambalo ni gumu kidogo. Kila mwanadamu hutafuta mahali ambapo anaweza kuwa na usalama. Wakili mwaminifu wa Mungu, usalama wake anajua aliumbwa na Mungu, hivyo Mungu ndiye anayepaswa kumfanya aendelee kuwa salama. Kwa hivyo tumeangalia habari ya tabia ya Mungu ndani ya huyu mwanadamu. Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma, Mungu anayesimamia kama mfalme, Mungu ambaye amesema na kumwambia mwanadamu, nitabariki, nendeni mkaongezeke, kana kwamba ni kusudi la Mungu, picha na kusudi lake ambalo alilitengeneza tangu zamani, liendelee kuwepo kizazi hata kizazi mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili. Lakini tumeangalia mazingira. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba basi akamweka katika bustani ya Eden. Baada ya kumweka katika bustani ya Eden, neno la Bwana linasema ya kwamba katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na lile fungu la 31, linazungumza ya kwamba Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu alimuumba mwanadamu katika ukamilifu. Mwanadamu ambaye aliumbwa alifanana tabia na makusudi ya Mungu yalikuwa ni mema ndani ya mwanadamu. Mungu alipotizama mwanadamu hakuona kuna chochote kimepungua. Mungu alipogeuka kuangalia upande mwingine, aliona wanyama na vyote alivyokuwa ameviumba viko sawa sawa. Kwa hivyo Mungu akafurahia. Mungu akafurahia, bila shaka akatabasamu. Wakili mwaminifu wa Mungu lazima awe na sifa ama afahamu ya kwamba kufurahia ni sehemu ya maisha ya wakili mwaminifu. Jifunze kufurahia. Jifunze kutizama mambo kwa uzuri. Usitafute makosa tu wakati wote. Usinune wakati wote. Jifunze siku yako kila siku inapoisha, uone vitu vilivyotendeka leo ni vyema. Leo watu wamepata magonjwa na mishtuko mikubwa kwa sababu hawakuona vitu vyema katika maisha yao. Hata leo kuna watu hupelekana mahakamani kwa sababu ya kutokuridhika vile walivyo navyo. Wakili mwaminifu wa Mungu anajifunza kila siku kuona wema wa Mungu katika maisha yake. Ikiwa hauwezi kuona wema wa Mungu katika maisha yako, hauwezi kumpenda Mungu. Utakuwa ni mtu wa kunungunika kila siku, utakuwa ni mtu wa chuki, utakuwa ni mtu mwenye hasira, na mwisho hasira hizo zitachochewa na yule adui ambaye atakufanya tabia na sifa ya Mungu isionekane, na mwisho akwambie wewe ulikuja kwa bahati mbaya duniani na haustahili kuishi, bora ufe. Tunaowaona wanakufa ama kujiua ama kujiondoa uhai ni kwa sababu shetani alipata nafasi ya kupenyeza chembe ya uongo katika ubongo wao, ya kwamba wala Mungu haoni kitu chochote chema ndani yako.
na hata mtu mwenyewe pia anashindwa kuona kitu chema ndani ya jamaa yake na anaamua kumuondoa ama kumuua. Biblia inasema Mungu alipoumba aliona kila kitu ni chema. Wakili mwaminifu wa Bwana, Mungu anakusudia kila siku tunapomtizama Mungu tumuone katika picha ya wema. Tukimuona Mungu katika picha ya wema, ya kwamba yeye ni mwema, hata siku moja hatuwezi kumnungunikia Mungu. Kwa mfano, wako waumini na washiriki ambao wanapokuwepo ndani ya eneo ama jamii wanapoabudu, huanza kusema, mambo yamezidi jamani, mambo yamezidi. Hiyo inaashiria kutokumuona Mungu kama mwema. Ninakupendekezea leo, jifunze kila siku kumuona Mungu ni mwema. Ukimuona Mungu katika picha ya wema, utagundua ya kwamba utakuwa ni mtu mwenye furaha, maana kwanza utamwamini Mungu ambaye ni mwema, na 2 utaendelea kumtumaini Mungu ambaye ni mwema, na 3 utaendelea kumtegemea Mungu ambaye ni mwema, maana vitu vyote vilivyo vyema vinatoka kwa Mungu. Sasa tumeangalia sehemu ya kwanza ya asili ya mwanadamu. Mwanadamu ametoka kwa Mungu. Mwanadamu huyu aliumbwa na Mungu. Mwanadamu huyu sio mabadiliko ya muda mrefu ya wanyama. Mwanadamu aliumbwa na Mungu mwenyewe. Mwanadamu huyu tumeangalia ya kwamba hapo mwanzo hakuwepo, lakini Mungu alikuwepo. Ni jambo la muhimu sana wakili kufahamu ya kwamba mimi na wewe tunayo mianzo na tunao mwisho wetu, ila Mungu yeye hana mwanzo, maana yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Kwa maana nyingine watu hutumia neno ya kwamba yeye ni alfa na yeye ni omega, mwanzo na yeye ni mwisho. Wakili wa Mungu yeyote lazima afahamu ya kwamba alitoka kwa Mungu, na kama alitoka kwa Mungu basi kuna mwanzo. Ili uweze kuishi, kwa mfano, ili mmea uweze kuishi, ungehitaji mwanga, ungehitaji udongo, ungehitaji na maji. Ili samaki aweze kuishi, bila shaka angetakiwa kuendelea kusalia ama kuwepo ndani ya maji, baharini ama ziwani ama mtoni, popote. Lakini mwanadamu hali kadhalika vivyo vivyo anahitaji kuwepo kwa Mungu ili aendelee kuishi. Kwa hivyo wakili wa Mungu mwaminifu, ili ajue anatakiwa kuendelea kuwepo, lazima ashikamane na huyu Mungu ambaye ametoka kwake. Ninakupendekezea, popote utakako kwenda, jifunze kushikamana na huyu Mungu, maana umetoka kwake. Ni kweli mmoja aweza kusema, mimi nimezaliwa na fulani, lakini Biblia haisemi tu ya kwamba umezaliwa na fulani, bali inasema wanadamu wote waliumbwa na Mungu. Kama ambavyo leo tunategemea simu zetu ziwe na charge ili tuweze kutumia, kama leo tunavyotegemea na kuamini ya kwamba ili niweze kufanya mawasiliano lazima niwe na vocha kwenye simu yangu, ili niweze kuona na kufanya kazi zangu zingine zote kupitia vifaa hivi vya kielektroniki, lazima uwepo umeme ama iwepo nguvu ambayo itasababisha hivyo vifaa viendelee kufanya kazi. Ndivyo mwanadamu anapaswa kufahamu. Ndivyo unapaswa kufahamu ya kwamba ili uendelee kuwepo na kusudi la Mungu liendelee katika maisha yako, ni lazima ushikamane na Mungu. Wakili mwaminifu wa Mungu ni lazima siri hii aijue, ya kwamba ili maisha yake yawe na maana ni lazima ashikamane na Mungu. Uking'oa mti, hata kama ni mdogo kiasi gani ama ni mkubwa kiasi gani, ukiuondoa ardhini chini ya udongo na kisha ukauacha tu juu,
hauwezi kuendelea tena. Ni muda mchache tu huo mti ama mmea utakauka na kufa. Ndivyo wanadamu tulivyo. Tunapojitenga na Mungu tu, mara moja tunakufa. Na mimi nataka nikuulize, wakili mwaminifu wa Mungu, wewe unayetazama na kusikiliza kipindi hiki, je, umetengana na Mungu? Mambo gani yamekufanya utengane na huyu Mungu? Je, ni neno lake hauliishi? Je, ni kanuni zake hauzifuati? Je, ni maagizo yake hauyafuati? Bila shaka upo katika hatari ya kuangamia. Lakini neno hili linakuja wakati huu kukukumbusha ya kwamba bado kuna tumaini la kuishi tena, ukikubali kurudi na kushikamana na huyu Yesu. Mtumishi wa Mungu mmoja, jina lake anaitwa Elia. Wakati wana wa Israeli wamemsahau Mungu, wamegeukia miungu ya bahari isiyoweza kusaidia, Elia aliwaita siku moja na akawaambia, njooni ili tuone ya kwamba Mungu yupi ambaye anastahili kuabudiwa. Kwenye sura ile ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ile ya 18, Elia alipowaita na akawaambia, chagueni basi. Wakachagua wale manabii wa bahari, wakakaa upande wao, na manabii wengine ambao walikuwa ni wa Yezebeli wakakaa pembeni pia. Na kisha Elia akakaribia jioni ile, kisha akawaambia maneno haya kwenye fungu la 21 Wafalme wa Kwanza 18. Na Elia akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa bahari ni Mungu, haya mfuateni. Wale watu hawakumjibu neno. Nami nataka nikuulize swali, mtoto wa Mungu ambaye unatizama katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Utasitasita katika mawazo mawili hata lini? Ikiwa unatamani kuwa wakili mwaminifu wa Mungu, basi leo amua kurudi kwa Mungu. Ikiwa unahitaji kweli kumtumikia huyu Mungu, basi amua leo kurudi kwake. Usisite-site. Wakili ni yule ambaye ataamua kurudi mara moja, maana yeye ametoka kwa Mungu. Yawezekana mambo yetu hayaendi sawa sawa, ni kwa sababu hatujarudi kwa Mungu kwa mioyo yetu yote, ambaye yeye ni chanzo chetu. Mtu mwingine ambaye amewahi kufanya hivyo pia ni Yoshua. Katika kitabu kile cha Yoshua sura ya 24, Yoshua na yeye katika umri wake wa uzee, Yoshua alipowatizama Israeli na akaona baadhi yao wamemsahau Mungu, Yoshua aliwaambia maneno haya, mtasitasita. Ikiwa Mungu ndiye Bwana, basi mtumikieni yeye. Katika ile fungu la 15 anasema, nanyi kama mkiona vibaya kumtumikia Bwana, chagueni vile mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa kati yao. Sikiliza sasa wito wa Yoshua, anasema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua anataka kunikumbusha mimi pamoja na wewe ya kwamba wakili mwaminifu wa Mungu, kwa kuwa ametoka kwa Mungu, ni mwanadamu. Ninapozungumza wakili mwaminifu, ninazungumza na wewe mtazamaji unayenitazama, ya kwamba tumetoka kwa Mungu ambaye tunapaswa tumwabudu yeye, maana ndiyo chanzo cha sisi kuwepo, ndiyo uhai wetu unapatikana kwake.
na ndiyo ulinzi tulionao unatoka kwake ama unapatikana kwake. Basi leo familia yako na nyumba yako iambie na tumtumikie Mungu. Kanisa lako unaloabudu uambie na tumtumikie Mungu wa kweli, sio hiyo miungu ya wapagani. Kwa hivyo sehemu ya kwanza tumeangalia mwanadamu alitoka wapi. Lakini somo letu linasema asili ya mwanadamu. Katika kitabu kile cha Mwanzo na ile sura ya 3, neno la Bwana linazungumza ya kwamba mwanadamu huyu alipokuwa ameumbwa, Mungu akimwambia katika sura ya 2 ya kwamba Mungu akamwambia ama akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Ninasoma fungu la 15 ile sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo, na sura ya 16 fungu la 16 linasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mtu wa Mungu unayenitizama, mwanadamu aliumbwa katika hali ya mipaka. Mungu alimkabidhi vitu vyote. Vitu vyote vilikuwa chini ya mwanadamu, ambaye tumesoma Mungu akaviweka vyote kuwa chini yake. Nimesema mwanzoni tabia ama kusudi la Mungu na tumfanye kwa mfano wetu na kwa sura yetu ilikuwa ni habari ya utawala. Kama mfalme huyu alipewa mipaka. Mipaka aliyopewa ni kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Vitu vingine vyote, miti mingine yote, matunda mengine yote alitakiwa kula, lakini mti huu tu wa ujuzi wa mema na mabaya hakutakiwa kula. Asili ya mwanadamu ni asili mwanadamu ana mipaka. Je, unaifahamu mipaka yako? Nyumbani mtu anaponunua uwanja ama kiwanja mahali fulani, jambo la kwanza hutafuta kujua mipaka ya eneo la kiwanja chake. Kwa hiyo huambiwa eneo lako linaanzia hapa mpaka hapa, na wengine wameendelea mbali zaidi ama wameboresha zaidi kwa kuweka uzio, kiasi kwamba amejenga uzio mtu mwingine hawezi kuja, maana anajua tayari eneo hili limekwisha kumilikiwa na mtu mwingine. Uzio, mipaka ni jambo la muhimu. Na mimi nataka nikuulize swali, wewe wakili unayenitizama, wakili wa Mungu. Je, unajua ya kwamba una mipaka? Je, unajua mwili wako huo pia una mipaka yake? Je, unajua biashara yako ina mipaka? Je, unajua hata uzao wako una mipaka? Mwenzi wako ana mipaka. Je, unaijua mipaka? Vitu vingi vinatokea duniani ambavyo si vyema kwa sababu ya wanadamu kutokutambua mipaka yao. Vita inaweza kuibuka kwa sababu ya mtu mmoja ama kikundi cha watu kutofahamu mipaka yao. Uongozi unaweza kuvunjwa kwa sababu ya mtu mmoja ama wawili kutokutambua mipaka yao. Mungu alimwambia Adamu na mkewe, aliwawekea mipaka ya kutokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mtoto wa Mungu tumeanza kujifunza huko nyuma vipindi vilivyopita ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Je, unaujua mpaka wako kwenye mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu? Je, unajua vyakula ambavyo unastahili kula kwa ajili ya hilo hekalu la Roho Mtakatifu liendelee kuwa imara na kujengwa? Paulo anazungumza katika kitabu cha Warumi 12, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana.
Je, sisi leo tunaitoa miili yetu kama sadaka, kama dhabihu ya kumpendeza Mungu? Mungu anaponitizama mimi, anapokutizama wewe kama wakili mwaminifu, je, anaona kana kwamba mwili wako unautoa sadaka ama dhabihu kwake kila siku? Paulo anatumia lugha ya dhabihu ambayo ilikuwa inatumika katika Agano la Kale kwa maana ya sadaka iliyokuwa inaletwa ya wanyama ambao walikuwa ni wakamilifu. Leo hatuna sababu ya kupeleka wanyama ili tupate kukubaliwa na Mungu, lakini tunaweza kutoa kama sadaka wanyama wetu na sio miili yetu, kwa maana ya kwamba ikatolewe. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mimi na wewe tungepaswa kuiweka kwa Mungu itumike kwa ajili ya mambo matakatifu. Je, unajua mwili wako ni hekalu na unapaswa kuwekea mipaka, kwa maana vile vinavyoingia katika mwili wako viwe ni vile ambavyo Mungu akivitizama anasema hivi ni vitakatifu, vinafaa. Lakini pia katika mapato yetu, je, wakili, wewe ambaye ni mshiriki, wewe ambaye si mshiriki, wewe unayetazama, wewe unayesikia, unayesikiliza kipindi hiki, je, unajua ya kwamba mali, utajiri wako, fedha ulizo nazo umepewa na Mungu, lakini kwa matumizi ya kutumia kwa mipaka? Neno la Bwana katika kile kitabu cha Maraki, kabla sijasoma Maraki, ni tufungue kitabu cha Zaburi 24 ili tuangalie Zaburi 24 na ule ubeti wa kwanza. Inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Mungu anajidhihirisha kupitia kitabu cha Mwanzo ya kwamba mwanadamu alipoumbwa aliambiwa mipaka yake, namna ya kutumia vitu. Lakini sura hii ama wimbo huu wa Zaburi 24 unatukumbusha na kutuambia ya kwamba vitu vyote ni vya Mungu. Na ikiwa vitu vyote ni vya Mungu, je, Mungu akivihitaji, wewe ambaye ni wakili, unakuwa na furaha ya kumtolea Mungu kwa kuwa na vihitaji? Hebu kumbuka vizuri, tulipoanza tulisema umtazame Mungu katika picha ya kuwa yeye ni mwema. Je, Mungu anapovihitaji kwa kuwa ndiye mmiliki wa vitu vyote, je, unakuwa na furaha ya kwamba unavitoa kwa Mungu maana yeye ni mwema, na wewe pia unavitoa katika hali ya wema maana unampenda Mungu? Kwa hivyo mali zetu tulizo nazo, Mungu anapozihitaji, na niwe tayari kutoa kwa upendo, maana ndiye mmiliki, mimi ni msimamizi mwenye mipaka. Lakini kwenye kitabu kile pia cha Mithali sura ile ya 3 liko neno ambalo tunaweza kuliona na kulijifunza kama mawakili wa Mungu. Neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ile fungu la 5, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Lakini ile fungu la 9 anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mungu kana kwamba amekupatia vitu vyote hivyo, lakini anataka umtumaini yeye. Kwa maana nyingine, ufahamu ya kwamba yeye ndiye mwenye hivyo vitu ameniwekea mipaka. Leo hatubarikiwi kwa sababu hatujatambua mipaka yetu. Leo tunapitia hali ngumu ya maisha, wakati mwingine ni kwa sababu hatujatambua mipaka yetu.
Leo familia nyingi wakati mwingine zinapitia hali ya mpasuko kwa sababu hatukujua mipaka yetu. Laiti Mungu akikusaidia kufahamu leo mipaka yako kama wakili, maana umejua vitu vyote ni vya Mungu, vyote nilivyo navyo ni vya Mungu na sikuumbwa tu bila mipaka. Basi ukianza kumheshimu na kumtii Mungu katika kile anachokisema, una baraka na amani tele katika maisha yako. Sehemu hii ya kwanza tunahitimisha, lakini sehemu ya pili tutaangalia asili ya mwanadamu ambaye sasa anatenda dhambi. Asili ya mwanadamu, tutaangalia habari ya namna mwanadamu alivyokaidi. Bwana Mungu na akubariki. Karibu katika kipindi kinachofuata cha somo hili au kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Bwana Mungu na akubariki sana. Tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, asante sana kwa kutufundisha kuijua asili yetu wanadamu. Tusaidie basi kujua tumetoka kwako. Siku zote tuambatane na wewe. Kujua mipaka yetu, vyote tulivyo navyo tuvitumie kwa upendo na kwa utukufu wako. Baba, akiwako mtoto wako yeyote mwenye changamoto, tafadhali muhurumie na ukaiondoe hiyo changamoto.